Bismillahirrahmanirrahim. Wa yaqulu alladhina amanu, waumini wanasema, ahaulai alladhina aqsamu billahi jahda aymanihim, hivi hawa ndo walioapa upeo wa yamini zao kwamba wako pamoja na nyinyi. Innahum lamaakum, wameapa kwamba wako pamoja na nyinyi, lakini matokeo yake ndo hivi, habitat a'maluhum, amali zao njema walizofanya zinakuwa kazi ya bure, hawatolipwa. Fa asbahu khasirin, watapambaukiwa. Wanasema watu wa mjini, mwisho wa siku watakuwa ni watu waliokula hasara tu. Mazingira ya kushuka kwa aya hii tunayoisoma ni kama ilivyo ada ya jamii yoyote. Aya zimeshuka Madina, na maisha ya kijamii ya Madina yalikuwa yana mchanganyiko wa watu wa aina tatu. Kulikuwa kuna waumini ambao ni watiifu kwa kiongozi wao, mtume wa Allah, na kulikuwa kuna makafiri ambao hawakukubaliana na Uislamu, wanajulikana kama hao watu wa kitabu, na wengine wa Arabu, lakini wameamua kubaki na dini zao, hawakulazimishwa kuingia katika Uislamu, lakini anajulikana huyu kafiri na huyu kafiri. Lakini kulikuwa kuna watu wa aina ya tatu, watu wenye nyuso mbili, kwenye Uislamu wako na kwenye ukafiri wako. Sasa wako hivyo undefined. Sasa athari ya mambo haya kwenye mahusiano ya kijamii, inawezekana mtu ni muumini, ana imani ya dhati kwa Mola wake, lakini kaathirika na mapenzi ya mtu asiyekuwa muumini kwa sababu aidha ya nasabu, mzee wake, pengine mfadhili wake kwenye maisha. Yeye muumini lakini choka mbaya, anategemea support kwa mtu ambaye sio muumini. Moyo wa binadamu huathirika kwa pale ambapo unatunzwa, unafadhiliwa, kama tunavyoambiwa, jubila ta'ala nufusi hubbu man ahsana ilaiha. Nafsi ya mwanadamu imepambiwa kumpenda yule anayeitendea wema, hata kama kafiri, lakini utaathirika tu, utaappreciate wema anaokufanyia. Kwa hiyo kulikuwa kuna mchanganyiko wa mambo. Inawezekana mtu ni muumini na imani yake kwa Mola wake nzuri, mapenzi yake kwa mtume makubwa, lakini kwa sababu ya mapenzi yake na mtu mwingine ambaye si mpenzi wa dini, si mpenzi wa mtume, akatumika huyo muumini kufanya jambo lisilopendeza kwenye imani yake, lenye madhara kwa kiongozi wake ambaye mtume wa Mungu, litakalompatishia hasira kwa Mola wake. Mafungamano tu ya kijamii yanakuwa yanaharibu baadhi ya mambo, hasa kwenye masala ya ibada. Ukiambiwa imani yako itatetereka ukiwa chini ya fulani, basi unakuwa ukajiuliza masuala mengi. Sasa nifanyeje? Huyu mtu muhimu kwangu, nikimkosa huyu mimi nitakuwa na wakati mgumu, nifanyeje? Sasa nifanyeje, ndo Allah alikuwa analeta aya kuwaelekeza wale waumini nini wafanye ikiwatokezea hali kama hiyo. Tulichosoma jana kwenye aya tulizopitia jana tulisoma aya 2 tu. Allah amewakataza waumini kuwa na mapenzi na watu wa kitabu, watu waliopewa dini au vitabu kabla yetu, Mayahudi na Manasara. Na si aya hii, si sura hii tu, sura nyingi Allah amekataza, kama kwenye suratu At-Tauba amewakataza waumini
ya ayuha alladhina amanu la tattakhidhu aba'akum wa ikhwanakum awliya, enyi waumini msiwafanye baba zenu, yani mtu baba yako alokuzaa, lakini Allah amewaambia kwa kutahadhari haya mambo haya, la tattakhidhu aba'akum, msiwafanye baba zenu, wa ikhwanakum, na ndugu zenu katika familia wenye uzawa, msiwafanye hawa auliya, kuwa ni wapenzi wenu, mkawapa nafasi ya juu, wakawa wanamiliki kukuongozeni kwenye mambo, kukuamrisheni, kukukatazeni. Msiwape umbele huo. In istahabbu al-kufra ala al-iman, ikiwa mnawaona wameprefer ukafiri kuliko imani, nyinyi msiwe na mahusiano nao ya kuwapa nyoyo zenu, mkaridhika na miongozo yao, maelekezo yao, msifanye hivyo. Waman yatawallahum minkum faulaika humu dhalimun, yoyote atakayewatawalisha hawa katika nyinyi waumini, ajue huyo au hao watakuwa ni watu waliodhulumu nafsi zao. Kosa la kumtegemea kafiri ya kuongoze linakufutia imani, na Allah anakutangazia kuwa wewe ushadhulumu nafsi yako. Kwa hiyo ndio maana ukaona yametokea yaliyotokea, mahusiano kwenye familia yakawa yanakatika kwa kigezo cha imani tu. So mimi nikiwa chini ya huyu atanipeleka babaya, na wewe ushawiva, imani yako ni kubwa, unamuogopa Mola wako, unathamini mafunzo ya kitabu chake, unathamini mwongozo wa mtume wake, unabaki na mtume japo uko kwenye hali ngumu ya maisha, unajua kwamba Allah ataleta faraja baadaye, kuliko kupata nafuu ya maisha alafu nikaishie kwenye ukafiri na laana. Aya za jazi zinatuambia mwenye kuwatawalisha hawa anahesabika na yeye ni katika hao. Sasa leo tunaunganisha aya inayofuata hii. Allah anasema wa yaqulu alladhina amanu, kwamba kasema huenda likatokea jambo, aidha fathu au jambo jingine lolote Allah akafanya. Hawa wanaojificha mapenzi yao wakayaelekeza kwa makafiri watakuja kujuta. Hawa watakuja kujuta baadaye, maana wanategemea shari tu kwa mtume wa Allah, na wanamtazama kwamba huyu hafiki mbali, hawezi kufanikiwa, hana uwezo wa kupambana na hawa watu. Wa yaqulu alladhina amanu, aya tunayosoma leo, waumini wa kweli wanasema, likitokea la kutokea likawasibu wale wanafiki, watu ambao wanadhihirisha imani lakini nyoyoni ni makafiri, likitokea la kutokea la kuwafedhehesha wale wanafiki, basi waumini huwa wanashangaa hata na wao pia, na huyu pia kumbe ni katika hawa. Wa yaqulu alladhina amanu, waumini wa kweli huwa wanasema, yani yaqulu almu'minuna taajuban, waumini huwa wanasema kwa mshangao, kutokezea jambo likawafedhehesha wanafiki. Kwa muda mrefu tumewazoea ni ndugu zetu katika dini, Waislamu wenzetu wanafanya ibada vizuri, lakini Allah huwa hamfichi mtu kama huyu. Akifedheheshwa mtu kama huyu, Waislamu huwa wanastaajabu. Yaqulu almu'minuna, wanasema waumini taajuban, kwa kustaajabu, min hali almunafiqin, wanaistaajabia hali ya wanafiki wanapoadhirika. Idh hataka Allahu sitrahum, pale ambapo Allah huwa anafungua sitara, pazia lililokuwa limewaficha likifunguliwa, unawafeli, unawaona wako pabaya. Sasa waumini hapo ndo huwa wanashangaa, wanasema waumini, ahaulai alladhina aqsamu billahi jahda aymanihim, hawa sindo wale ndugu zetu waliowapa kwa jina la Allah kwa yamini za hali ya juu wameapa, innahum lamakum, wamesema wako pamoja na nyinyi, wameapa kwamba wako pamoja na nyinyi. Leo limewafichua la kuwafichua, inaonekana dhahiri hawako pamoja na nyinyi.
habitat amaluhum, amali zao zimeporomoka. Kama tunawaona wanashirikiana nasi kwenye swala, Ramadhani ikija wanafunga, pakipigwa harambee ya kuchangia jambo lenye maslahi ya kijamii wanatoa, tunawahesabu ni watu wa kheri. Lakini Allah akiwafedhehi, waumini huwa wanajua kumbe wanatucheza shere. Kwa hiyo zile amali njema tunazowaona wanashirikiana nasi kufanya, hawafanyi kwa ajili ya Allah, zinabatilika bure amali zao maskini. Fa asbahu khasirin, kwa hiyo wanakuwa ni watu waliokula hasara. Kula hasara ni kwamba mtu alikuwa na mtaji mzuri wa mali, kautuma kwenye biashara, alafu ikapotea rasilimali na faida hakupata faida na rasilimali imepotea. Watu kibiashara wanasema huyu kapata hasara mara hii, tripu hii haikumtoa. Sasa na hawa walionekana wanafanya biashara vizuri tu na Allah, wanashiriki katika kufanya amali njema, lakini kwa yale yanayowafika wakifichuliwa, yanatafsiria wazi kwamba hawa kumbe hawako pamoja nasi kwenye imani. Na matendo mazuri wanayoyafanya hawa wanakuwa wanageresha tu. Kwa hiyo yanabatilika matendo yao mazuri kwa kutokuwa na imani thabiti kwa Mola wao. Fa asbahu khasirin, kwa hiyo wanakuwa ni watu waliokula hasara. Yakulu almu'minun, wanasema waumini, taajuban, kwa kustaajabu, min hali almunafiqin, wanaistajabia hali ya wanafiq, idha hataka Allahu sitrahum, Allah anapofunua pazia lililokuwa limewasitiri, wanakuwa wako nyuma ya pazia. Hii wanasemaje waumini? Ahaulai alladhina aqsamu billahi jahda imani, hawa watu hawa si ndio walioapa kwa jina la Allah, wameapa yamini ya nguvu, innahum la ma'akum, kwamba wako pamoja na nyinyi. Yani maana yake halafu lakum, hawa watu walikula kiapo mbele yenu, walikuwapieni ya maashara al-yahudi, enyi Mayahudi. Yani waumini wanawaambia Mayahudi, likitokea la kuwafichua hawa watu, waumini huwa wanawaambia Mayahudi, haulai, watu hawa, alladhina halafu lakum ya maashara al-yahudi, walikula kiapo mbele yenu enyi Mayahudi, bi aghlazil aymani, kwa yamini za nguvu waliapa ili muamini. Waliapa kuthibitisha innahum la ma'akum, kwamba hawa wako pamoja na nyinyi. Bin nusrati, waliahidi kuwa watakupeni nusra. Wal muawana, waliahidi watakuwa na msaada kwenu. Kama haka ta'ala anhum, kama Allah alivyosimulia kuhusu wanafiki. Tunasoma sana phrases ambazo Allah huwa anazinukuu kwa matukio tofauti tofauti yaliyotokea. Mojawapo, wanafiki waliwaambia Mayahudi, manake wanafiki huku kwenye msikiti wakiwa na mtume wanajifanya ni waumini wazuri tu. Pakifanywa shura, wengine huwa wako katika level ya juu, wanashiriki kwenye vikao vya shura, na mtume kabla hajajulishwa alikuwa wengine hawafahamu, au anawafahamu lakini huwachukulia tu kama wanavyosema watu wa mjini, anawachukulia poa. Sasa wakiwa kwa waumini wanajisifia imani, wanawathibitishia waumini sisi ni wenzenu. Kwa hiyo waumini wanawaamini kwamba hawa ni wenzetu. Lakini wakitoka kwa waumini wana vikao vingine vya faragha na wasiokuwa waumini, na kule wanaapa kwa yamini kuwathibitishia sisi tuko pamoja na nyinyi. Kwa hiyo kwa waumini wanawaambia waumini tuko na nyinyi, na wakenda kwa makafiri wanawaambia makafiri tuko na nyinyi. Kwa hiyo Allah amewasimulia kwenye aya tofauti tofauti. Kwa mfano waliposema kuwaambia Mayahudi, wa in qutiltum lanansurannakum, kama mtapigwa vita. Muhammad na watu wake washakaa kikao na viongozi wa kijeshi,
wamepanga bwana wakushambulieni kwa khiana mlioifanya, lakini sisi tuko pamoja na nyinyi. La in ukhrijtum, kama wataamua wakufukuzeni Madina mtoke katika nchi, la nakhrujanna ma'akum, na sisi tutatoka pamoja na nyinyi. Yani Muhammad akiamua kuwafukuza Mayahudi Madina, na hawa Waarabu wanafiki wanasema watakuwa katika msafara, wataunga tela. Wala nuti'u fikum ahadan abada, na sisi hatutomtii yoyote kwenye jambo linalowadhuru nyinyi. Hata kama anaitwa mtume wa Mungu, hatumsikilizi sisi. Kwa ajili yenu hatumsikilizi. Wa in qutiltum, kama mtapigwa vita, Muhammad na watu wake wakiamua wakupigeni vita, lanansurannakum, sisi ndo tutakuwa watetezi wenu, tutawasave. Lakini hatutoridhia maamuzi mabaya kwenu. Haya ndo maneno wanayoyasema wanafiki wanapokuwa na Mayahudi. Lakini wanapokuwa na mtume na waumini wanasema mengine tofauti na haya. Sasa likitokea jambo Allah akawafedhehi, lile lililokuwa liwakute Mayahudi likawakuta kweli, na hawa waliotoa ahadi tutakuwa pamoja na nyinyi hawawi pamoja nao, waumini huenda kuzungumza kama ilivyozungumzwa hapa, taajuban, wanataajabu, wanawaambia Mayahudi, hawa si waliapa kwamba watakuwa pamoja na nyinyi, watakupeni msaada ukihitajika, mkitimlio watatoka na nyinyi, si mnawaona walivyobaki hapa? Hawa sio watu wa kweli. La ilaha ulai wala ilaha ulai, mudhabdhabina baina dhalik. Ukiwapima kwa vipimo vya imani hawafanani na waumini, lakini huwezi kuwakufurisha. Lakini ukiwapima kwa vipimo vya ukafiri hawafanani na makafiri, na pia huwezi kujiridhisha kuwakitisha katika imani, maana ni wababaishaji. Sasa inachobaki ndo hivyo. Likitokezea lililowadhuru Mayahudi na waumini wakajua waliahidiwa jambo na hawa, wanawaambia si waliahidi kwa kiapo watakuwa pamoja na nyinyi? Watizameni sasa walivyowasaliti. Wamekaa pembeni kule, hawajatoa msaada wote kama walivyoahidi. Na huku kwenye imani wanaahidi vivyo hivyo mengi, hawatimizi ahadi zao. Ni watu ambao hawatabiriki. Kwa hiyo yale mazuri wanayoonekana wanayafanya kama sala, siyam, sadaka, madam imani yao sio sahihi kwa Allah, habitat a'maluhum, matendo yao kwa Allah huwa hayakubaliwi, inakuwa ni kazi ya bure. Katoa chake lakini halipo kitu, kasali sala lakini inakuwa haina kiwango, mbovu, haikubaliwi. Kafunga lakini anakuwa kapata zoezi la kushinda na jana kiutu. Habitat a'maluhum, amali zao wanazofanya, kwa sababu sharti ya kukubaliwa kwa amali kwanza iwepo imani. Hawa imani hawana, kwa hiyo amali zao hazina pa kuziweka, hazina kikapu cha kuhifadhia amali zao. Habitat a'maluhum, matendo yao yanapotea bure. Fa asbahu khasirin, kwa hivyo wanapambaukiwa kuwa ni watu waliokula hasara. Siku akihitaji malipo ya amali zake anaambiwa tushamalizana mimi na wewe, hapa huna cha kulipwa, ulichokitaka nilishakulipa duniani kabisa. Yani batalat a'maluhum binifaqihim, amali zao walizozifanya zimebatilika kwa sababu ya unafiki wao. Fasaru khasirina fi dunya wal akhirah, kwa hiyo wanakuwa wamekula hasara duniani na akhera. Anajitangaza mtu Muislamu, msikitini anakuja, swali anasali, funga anafunga, lakini haji kufunga wala hasali wala hatoi sadaka kwa ajili ya Allah. Hasa Allah hazikubali amali zake, anakuwa kala hasara. Habitat a'maluhum, zinaporomoka thawabu za amali zao, binifaqihim, kwa sababu ya unafiki wao. Hamtumikii Allah, anawatumikia watu, akapata muradi wake kulipwa posho na mshahara.
akishalipwa posho na mshahara, kwa sababu hakuwa na ikhlasi kwenye analolifanya, hafanyi kwa ajili ya Allah, Allah ndo mlipaji wa malipo ya akhera. Kwa hiyo asichofanyiwa yeye halipi. Kwa hiyo unafiki wao umebatilisha thawabu ya amali zao, fasaru khasirina, wakawa wamekula khasara fi dunia wal akhirah, duniani na akhera. Ya ayyuhalladhina amanu, aya inayofuata Allah anasema enyi mlioamini. Allahumma ja'alna minhum. Man yartadda minkum, baada ya kupewa wasifu wa wanafiki. Juu tumepewa wasifu wa makafiri, halafu tukapewa wasifu wa wanafiki. Sasa Allah anawaelekea waumini, wale wenye imani ya kweli. Kuweni makini waumini, msije mkapoteza thawabu ya amali zenu. Ya ayyuhalladhina amanu, enyi waumini, mafungamano yenu ya nasabu au mafungamano ya miamala katika miamala ya kidunia kwenye masala ya biashara, ajira na mambo mengine, usije ukafadhilisha pato la duniani ukabatilisha amali zako kwenye dini. Anaonya Allah kuwaonya waumini kama wana imani kweli. Ya ayyuhalladhina amanu, enyi mlioamini, man yartadda minkum an dinihi, mtu yeyote kati atakayeritadi akaachana na dini yake. Na kuritadi si lazima utamke maneno useme nimeikufuru dini yangu, si utaki tena Uislamu. Kuna vitu unafanya Allah akawa hayuko radhi na wewe, vinaonyesha kama hii dini yako huithamini. Au umemsaliti mtume wa Allah, huko pamoja naye mwenyewe unajiona uko sawa, kwamba ndo umejiweka kwenye safe side. Kama tulivyoambiwa huko nyuma, wanasema nakhsha an tusibana daira, tunachukua tahadhari mambo yakaja yakawa sio, tusije tukafikwa na maafa. Kiakili utaona kama umefanya jambo la busara, lakini Allah hajawakubalia, asema hiyo si busara. Kwa hiyo onyo kwa waumini, kama wanataka imani wabaki kwenye imani kweli kweli. Hawaitaki, hawajawekewa vikwazo na waikatae imani, waishi kwenye kufuru. Lakini anaonywa muumini, man yartadda minkum, atakayeritadi katika nyinyi akaona ukafiri bora na mafao ya dunia, an dinihi, akaachana na maagizo ya dini yake, akaisaliti dini, akaiweka upande kwa kufata mafao ya dunia. Kuritadi si lazima useme ninamkufuru Mungu na ikataa Qur'an. Kuna mambo unafanya yanaainisha kwamba hichi ni kipimo cha kuwa huyu mtu sio muumini, kaikana imani yake. Kwa hiyo hilo ndo linalotahadharishwa. Ya ayyuhalladhina amanu, enyi mlioamini, man yartadda minkum an dini, atakayertadi kati yenu akaachana na dini yake, akaitelekeza dini yake, akaipa likizo dini yake. Khitabun ala wajhi tahdhiri, statement hii anaosema Allah hapa iko katika kutahadharisha. Wanatahadharishwa waumini kwenye imani ya kweli. Walwaidi, na pia ni onyo. Allah anawaonya waumini, imani yao ni kitu cha tunu ghali mno, waienzi, wailinde mpaka dakika ya mwisho ya maisha yao. Walmaana, maana ya maneno haya, maana ya onyo hili, maana ya tahadhari hii, Allah anakusudia hivi: ya ma'ashara almu'minin, enyi waumini, man yarji'u minkum an dinihi, mtu yeyote aliyekuja katika dini alafu akaona dini si kitu cha maana, akaachana nayo, akarudi kule alikotoka kabla ya kuja kwenye dini, karudi kwenye ukafiri, mila yake, kathamini wazee wake ambao si Waislamu, kathamini waajiri wake ambao sio Waislamu, wakamtuma afanye kazi za dhambi, kazi za kubatilisha amali zake, na yeye anazifanya.
karitadi, kaachana na maagizo ya dini yake. Kuna mambo unaambiwa usikaribie, lakini kwenye kazi yako unaambiwa ni sehemu ya kazi uyafanye. Kwa hiyo ya ma'shara almu'minina, enyi waumini, man yarji'u minkum an dinihi alhaqi, yoyote kati yenu atakayetoka kwenye dini yake ya haki, wayubadilhu bidinin akhar, akaibadilisha dini yake kwa dini nyingine, kabadilisha culture yake akafuata culture nyingine, mila, utamaduni na kila kitu. Uislamu umejitosheleza. Wewe ukaacha vya Uislamu ukenda ukafanya kwa mitindo ya dini nyingine. Wayarji'u 'anil imani ila al-kufri, akaachana na masharti ya imani akenda akaishi maisha ya kikafiri, akafanya mambo kwenye ukafiri ambayo kwenye Uislamu hayakukubaliwa, yamekatazwa. Atakayefanya hivyo, nyinyi waumini, fasawfa yati Allahu biqaumin, hiyo sio issue, haimdhuru Allah chochote, nyote kufuruni. Lakini yoyote atakayekufuru kati yenu akaachana na masharti na vigezo vya imani yake, akaishi kwenye utamaduni, mila, dini nyingine, fasawfa yati Allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu, Allah anaweza akabadilisha wakati wote, akaleta watu wengine ambao watampenda Mola wao na Mola wao atawapenda, na uwezo wa kufanya hivyo Allah anao. Kama alivyosema, ya ayuhannasu, enyi watu, antumul fuqara'u ila Allah, nyinyi kwa Allah ni wahitaji, hakuna anayejitegemea yoyote kati yenu. Allah anaruzuku pumzi mnapumua, hailipiwi kodi wala hainunuliwi. Ikizibwa hiyo second tano tu hupo. Allah kawaruzuku mwenendo mzuri wa damu, moyo unafanya kazi, haujasita. Siku ukisita maisha huna. Allah anakuhudumia mbona kwa vitu vya gharama, alafu wewe umtambui. Sasa nyinyi mkikufuru sio issue, Allah anaweza akabadilisha. Lakini kasema, ya ayuhan nasu, enyi watu, antumul fuqara'u ila Allah, vyovyote utakavyojiona wewe kwa Allah ni fakiri, na fakiri ni mtu muhitaji, una haja mbali mbali, hakuna mwenye uwezo wa kukukamilishia haja hizo kama sio Allah. Nyote nyinyi watu ni mafakiri, mnamhitajia Allah. Wallahu huwa al-Ghaniyyul Hamid, Allah yeye ni mkwasi, ana sifa njema, hamwezi kumharibia sifa. Ghaniyun ni yule ambaye anajitosheleza, hahitaji msaada wa yoyote wala hahitaji ushauri wa yoyote. Yeye ndo anayetakwa msaada na ushauri. Kwa hiyo Allah ni mkwasi, anajitosheleza. Insha, kama Allah atataka, yudhihibukum, anaweza kukufuteni nyote, akawaangamizilia mbali. Wayati bi khalqin jadid, alafu baada ya kuangamiza nyinyi wakorofi msiosemezeka, akaleta viumbe wengine wapya. Allah uwezo huo anao. Wama dhalika ala Allahi biaziz, na ili jambo kwa Allah halishindi hata kidogo, jepesi tu. Kwa hiyo nyinyi mkigoma, mkaukataa Uislamu, mkaona hauna manufaa nanyi, sawa, ukataeni. Lakini Allah anao uwezo wa kufanya hivi, fasawfa yati Allahu biqaumin, muda sio mrefu Allah anaweza kuwaleta watu wengine. Hao watu wengine wasiokuwa nyinyi, yuhibbuhum, Allah atawapenda, wa yuhibbunahu, na wao watampenda Mola wao. Kwa hiyo wenye kupendana ndo wana muamala mzuri. Wewe humpendi Mola wako, kwa hiyo analokuambia unaona gumu, baya, kakuonea, au anaingilia mambo yako, uhuru wako. Ukiwa humpendi naye hatokupenda. Sasa anao uwezo wa kuwaleta viumbe ambao anawapenda na wao watampenda. Kwa hiyo mambo yataenda vizuri. Innal muhibba liman yuhibbu muti'u, mwenye mapenzi ya kumpenda mwingine yoyote, basi huwa ni mtiifu kwa huyo anayempenda, huwa anachelea kumuudhi. Kwa hiyo anao uwezo Allah kuleta watu wengine ambao yeye binafsi atawapenda na wao watampenda Mola wao. Nyie kataeni tu, kufuruni tu,
fanyeni mtakavyo tu, lakini Allah anaweza akaleta mabadiliko wakati wote akitaka, na hilo jambo kwake sio gumu. Yani fasawfa yati Allahu makanakum, Allah muda sio mrefu anaweza akaleta badala yenu, kwenye nafasi yenu, biunasin mu'minina, akaleta watu wengine watakaokuwa na imani ya dhati. Nyinyi wababaishaji hamna imani, anao uwezo wa kuleta nafasi yenu nyinyi watu wengine wenye imani. Ashiddau yuhibbuhum, hao atakaowaleta Allah atawapenda. Yuhibbuhumullahu, Allah atawapenda. Wa yuhibbuna Allah, na wao watampenda Allah, watakuwa wanapendana. Wewe unafadhiliwa, neema tele unapewa, alafu hata shukrani huna, jeuri tu nyingi. Allah anaweza akaamua nafuta kizazi hichi, aleta wengine ambao watakuwa hawana tabia hii, tutakaosikilizana. Nikiwapa maagizo yangu wanathamini, wanatekeleza. Nikiwaonya jambo wanaonyeka, nikiwakataza jambo wanakatazika. Ana uwezo wa kufanya hivyo Allah subhanahu wa ta'ala. Kama generation hii imebadilika, iko mbovu, basi anaweza akafuta akaleta nyingine. Hao wengine akiwaleta Allah ambao wanapendana, yeye anawapenda na wao wanampenda. Adhillatin ala almu'minin, watakuwa ni wenye kuwajali waumini wenzao. Mbele ya waumini wenzao watakuwa ni dhalili, yani wanaoneana huruma, wanasaidiana. Aizzatin ala alkafirin, lakini watakuwa ni wenye ujasiri na nguvu dhidi ya makafiri, maadui zao. Kwa waumini wenzao wanakuwa wapole, wanyenyekevu, lakini mbele ya adui wanakuwa wakali na wameshikana vizuri. Ana uwezo Allah wa kuleta mabadiliko kama hayo. Yani ruhamau mutawadhi'in lilmu'minin, Allah anaweza akawaleta watu wengine wenye huruma, wanahurumiana wao kwa wao. Mutawadhi'in, wanyenyekevu, lilmu'minin, kwa watu wenye imani kama wao. Kwa waumini wenzao watakuwa wako very kind, halafu watu wenye msaada kwa wenzao. Lakini ashidau, watakuwa na nguvu, wakali. Mutaazizina, halafu wameunga nguvu yao ala alkafirin, kwa watu makafiri wanaopingana na Allah. Inakuwa ni timu mbili tu, timu ya upande wa Allah na timu ya upande wa shaitani. Itakuwa imeonekana wazi wazi kuna waumini na makafiri. Tunavyoishi sasa sisi huwezi kutofautisha muumini nani na kafiri nani. Sote tuna sura ya ukafiri. Ndio hivyo, unakatazwa jambo unafanya, unahimizwa jambo huoni umuhimu wake hufanyi. Kwa hiyo huwezi kutofautisha kati ya muumini ni nani na asiyekuwa muumini nani. Allah akitaka anasema anaweza akafanya mabadiliko, akaondoa hawa ambao si waaminifu, akaleta watu waaminifu ambao wenyewe kwa wenyewe watakuwa wanapendana, wanaoneana huruma, wanasaidiana, lakini dhidi ya maadui zao watakuwa wameshikamana vizuri, wakali kwa makafiri. Qala Ibn Kathir kwenye aya hii kasema, wa hadhihi sifatul mu'minin, hizi alizozitaja hapa Allah ndio sifa za waumini wa kweli. Al-kummal, waumini waliokamilika katika imani yao. An yakuna ahaduhum mutawadhi'an li akhihi, waumini mmoja wao anakuwa na unyenyekevu, upole kwa mwenziwe, wanasaidiana. Lakini mu'min anakuwa mutaazzizan ala aduwihi, mbele ya adui yake anakuwa ni mwenye maamuzi, mkakamavu, jasiri, ana uwezo wa kumkabili adui yake. Sasa waumini gani wanosalitiana kwa adui? Akapita ta kidole chake, nyumba ile yumo, na nyumba ile pale yumo, anamuonesha adui walipo ndugu zake. Sasa wewe huyu ndugu yako yule muumini na wewe muumini, inakuwaje unamsaliti kiasi hichi? Hiyo sio sifa ya imani. Kwa hiyo Ibn Kathir anasema sifa ya waumini ni kama hivi walivyotajwa hapa.
ashiddau ala al-kufari ruhamau bainahum, mbele ya makafiri wanakuwa na maamuzi ya pamoja wakali, lakini wenyewe kwa wenyewe wanaoneana huruma. Ka kaulihi ta'ala, ndo kama hiyo kauli yake Allah alisema ashiddau ala al-kufari ruhamau bainahum, waumini wanakuwa majasiri mbele ya makafiri ambao ndo maadui zao, lakini wenyewe kwa wenyewe wanajaliana, wanahurumiana. Hiyo ni aya 29 ya suratul Fatih. Wa min alamati hubbillahi ta'ala lilmu'min, na katika alama ya mapenzi ya Allah kwa mu'min, utakuona alama ya kwamba huyu ni mu'min, anapendwa na Allah. Wa min alamati hubbillahi ta'ala lilmu'mini, na katika jumla ya alama ya mapenzi ya Allah kwa mu'min, an yakuna layyinul janibi mutawadi'an li ikhwani, anakuwa na huruma iliyo karibu upande wa ndugu zake waumini, mpole anakuwa. Mutasarbilan bil izzati haya lil kafirin, lakini anapania, unamuona ujasiri wake anapokuwa yukakabiliana na adui yake ambaye ni kafir, wal munafiqin au mnafiki. Hana urafiki na mtu kafiri utakaopelekea kusaliti maagizo ya dini ya Mola wake. Anakuwa makini sana, ana maamuzi magumu muumini. Hiyo ndo alama ya kwamba mtu huyu muumini na huyu sio muumini. Yujahiduna fi sabilillahi, hao watu ambao Allah anaahidi atawaleta watakuwa na utayari wa kupigania dini ya Allah. Yujahiduna fi sabilillahi, akiwaleta watu hao Allah watakuwa wanapigania dini ya Allah, wanaipenda, wanailinda, wanaitetea na wanaiendeleza. Inakuwa ni jambo lao la pamoja, wanashikamana vizuri. Wala yakhafuna laumata laimin, katika kufanya juhudi ya dini hawaogopi lawama za mwenye kulaumu. Hizi sifa zote hatuna, maana sasa hivi sisi Waislamu tunalaumiana wenyewe kwa wenyewe, tunatiana motoni, tunafukuzana peponi. Nani fulani haendi peponi, yule kilabu nari, yule hivi, maneno ya ajabu ajabu. Tunajenga nyumba moja, tunagombania fito za kuamba nyumba hiyo hiyo, haifikii kumalizika. Wanasema wenye kusema mata yablughul bunyanu yawman tamamahu idha kunta tabni wa ghayruka yahdimu, jengo mnajenga lenu nyote, jengo hili litakamilika lini ikiwa wewe unajenga sehemu mwenzio anakuja kubomoa? Litaisha. Kwa kiasi cha uwezo wako na juhudi yako umejenga sehemu fulani, aje mwingine akupe ushirikiano, aongeze nguvu, liendelee. Ukijenga pahala anakuja mwenzio kubomoa, jengo hili litakamilika kweli? Halikamiliki. Kwa hiyo sifa hasa za imani zinaonekana katika masala ambayo mafanikio yanakuwa makubwa, kwa sababu watu wenye jambo lao wanashirikiana. Yujahiduna fi sabilillahi, wanafanya juhudi kwenye upande wa dini ya Allah, wanaipigania dini. Wala yakhafuna laumata laimin, katika suala la kusimamia dini hawaogopi lawama za mwenye kulaumu. Ukimwona mtu anakulaumu wakati unafanya jambo lako linaelekea kwenye mafanikio, ujue huyu si mwema kwako. Hata Mzee Karume alisema, huyu rais wa kwanza aliyepindua, alisema Mzee Karume, adui akikusifu, unajua huyu na mimi hatu hivi chungu kimoja, adui yako hasa akikusifu, adui yako ujue una makosa. Kaa ufikirie, kuna pahala nimekosea, kwa hiyo ananisifu, nielewe sifa, niendelee kuharibu. Kwa hiyo adui yako akikusifu ujue una makosa, maneno ya Mzee Karume. Lakini ukimuona umefanya jambo analalamika, we endelea, ujue umemfika ndipo.
Maneno ya busara ya mzee Karume. Sasa Allah anasema watu wenye sifa ya imani ambao yeye atawapenda na wao watampenda, kipaumbele chao ni lile jambo la Allah. Allah kaleta dini yake hapa, anataka iendelezwe, ilindwe mpaka iwe juu kuliko dini nyingine. Lakini kila siku inadhalilika. Watetezi wa hiyo dini wako wapi? Watapendwa vipi na hawajipendekezi? Jambo la Allah linaharibika, wao wapo wala hawajali. Watu wenye kipaumbele kwa Allah ni wale ambao wana kipaumbele kwenye jambo la Allah, na hakuna kitu chenye thamani duniani hapa kuliko dini na tauhidi. Kwa hiyo ataleta watu ambao yuhibbun wa yuhibbunahu, yeye atawapenda na wao watampenda. Yujahiduna fi sabilillahi, watafanya juhudi makusudi ya kuisimamia dini ya Allah. Wala yakhafuna laumata laimin, katika kufanya jambo hilo hawataogopa lawama za anayelaumu. Yani yujahiduna li'ilai kalimati llahi, watapambana, watafanya juhudi za maksudi za kuhakikisha neno la Allah linapanda juu. Alilolitaka Allah ndio liwe juu, wanalolitaka wapinzani wake liwe chini. Juhudi hii imeagizwa ifanywe na watu. Kwa hiyo kama hawapo, ina maana imani hapo imetelekezwa. Kama kuna waumini kweli wanajua kipaumbele ni lile analolitaka Allah. Yujahiduna, wanafanya jihadi, wanapambana li'ilai kalimati llahi, ili kuliweka juu tamko la Allah, kulitukuza neno la Allah, la ilaha illa Allah. Wala yubaluna liman lamahum, wala hawabali lawama za anayewalaumu. Fahum sullabun fi dinillahi, waumini wa kweli wanakuwa wagumu katika kuienzi dini ya Allah, wameshikamana vizuri. La yakhafuna fi dhati llahi ahadan, kwenye suala la heshima ya Allah hawamuogopi yoyote. Waumini hawamuogopi yoyote kwenye jambo la Allah. Wao wanataka la Allah lifanikiwe, hawamuogopi yoyote kwenye jambo hilo. Dhalika fadlullahi yutihi man yasha. Kama kuna watu wenye sifa hizi, hao ndo waliovuna fadhila za Allah. Hizo ni fadhila za Allah, kwa point watu wakawa na kiwango hicho. Dhalika fadlullah, hiyo ni fadhila ya Allah. Yutihi man yasha, fadhila hizi Allah humpa anayemtaka. Kama wale masahaba wa Mtume, wengine wamekosana na wazazi wao, wengine wakakosana na ndugu zao, wengine wakastahamili machungu, wakateswa kweli kweli, lakini hawakukubali kuisaliti imani yao au kwenda kinyume na maagizo ya dini yao. Kama kina Bilal ibn Rabahi, anateswa mateso yanayotishia uhai wake, lakini anaambiwa neno moja tu, mkufuru Muhammad, urudi kwenye dini ya wazee wako. Anasema la ahad. Hakubali kilichokuwa kiko mbele yake, kwa sababu alikuwa anajiona yuko kwenye haki. Dhalika fadlullah, hiyo ni fadhila ya Allah. Yutihi man yasha, Allah humpa fadhila yake hiyo anayemtaka, na anayemtaka yeye ni huwa yule anayetaka mwenyewe, maana mwenye kupendwa huwa kajipendekeza. Yani man itasafa bihadhihi al-awsaf al-hamida, mtu yoyote anayejipamba na sifa nzuri kama hizi, basi mtu huyo fa innama huwa min fadlillahi, kufanikiwa kuwa na sifa hizi, hilo ni katika jambo lililo kwenye fadhila ya Allah, ni fadhila ya Allah subhanahu wa ta'ala alaihi, aliyofadhilishwa mtu kama huyo. Wa tawfiqihi lahu, na Allah amemuwafikisha mja huyo kupambika na sifa hizo. Wengine wasema kama dini yenyewe ndio hivyo, mie basi. Anaiacha dini, anatafuta mambo mengine kwake yeye ambayo anayaona muhimu. Wallahu wasi'un alimu, na Allah ni mkunjufu, ni mpatifu, alafu ni mwenye elimu, anajua kila kitu. Anawajua viumbe wake nani anastahiki hichi na nani hastahiki.
Yani wallahu wasi'ul ifdali, Allah ni mkunjufu, anaweza kuwafadhilisha viumbe wake anavyotaka bila ya vikwazo. Wal ihsani, alafu Allah ni mkunjufu wa ihsani, anawafanyia viumbe wake mambo mengi ya ihsani. Kesha Allah ni alimun biman yastahiqu dhalik, ana elimu ya kutosha, hamwagi tu hayo mambo ya fadhila na ihsani, anafanya mambo yake kwa ilmu, kwa sababu anamjua anayestahiki hilo. Kuna siku Mtume Madina aliomba, Maka pale kabla ya hijra, aliomba Allahumma a'izz al-islam bi ihda umarain, Mwenyezi Mungu nakuomba upe nguvu Uislamu kwa kunipatia mmoja katika Umari wawili. Umari wawili hao wote walikuwa makafiri na ni maadui zake, lakini akaona na upungufu wa nguvu kazi na upungufu wa rasilimali watu, nikimpata mmoja katika hawa nitamtumia hivi na hivi, mambo yangu yatakuwa mepesi, nita move forward. Kaomba kwa Allah apewe mmoja katika Umari wawili. Alikuwa ni Umar ibn al-Khattab au Amr ibn Hisham, ndo Umaraini wenyewe. Wakisema wanasikilizwa, wakiamua wana maamuzi majasiri. Kwa hiyo alikuwa anajisikia yeye dhaifu, na watu walomkubali mwanzo ni dhaifu. Hawezi manake kuunda ile timu ambayo wakafanya jambo kidogo lika sound. Kaomba nguvu kwa Allah, Allahumma a'izz al-islama bi ihda umarain, ewe Mwenyezi Mungu upe nguvu Uislamu kwa mmoja kati ya hawa Umari wawili. Kwa hiyo Allah akaona katika Umari wawili Umar ibn al-Khattab atafaa zaidi, ndo akapewa hidayah, katoka kwenda kumuua Mtume, mambo yakabadilika huko, karudi Muislamu. Kwa hiyo ni fadhila ya Allah, humpa amtakaye, na ni kwa sababu yeye Allah ni wasi'un alim, ni mkunjufu wa kutoa hizo ofa zake, fadhila zake, na anamjua anayestahiki kupewa. Katika hawa wawili kaona Umar ibn al-Khattab anastahiki, kampa. Abu Jahli kafa na ukafiri wake, mawaidha yote yamekwisha ya Mtume, hakusilimu mpaka dakika za mwisho, keshajeruhiwa, anabembelezwa, basi hapa tamka la ilaha illa Allah, anasema never, something such a thing can never happen, sifanyi hicho, kafa na ukafiri wake. Kwa hiyo Allah anamjua nani anastahiki hidayah na nani hastahiki, nani anataka na nani hataki, yeye anamjua. Thumma, kesha, lamma nahahum ta'ala an muwalati al-kafara, baada ya Allah kuwakataza waumini kuwapa umbele makafiri, dhakara huna, hapa kwenye aya ijayo Allah anatuambia manhum yahiquna bil muwalati, ni nani wanaostahiki muwala kwenu nyinyi, nani wanafaa muwachague kuwa ndo viongozi wenu, watawalie mambo yenu. Makafiri hawafai kuwaweka nafasi hiyo, lakini Allah hapa kwenye aya inayofuata anatuambia wanaostahiki nyinyi kuwateua, fulani anafaa kusimamia mambo yetu, fulani anatufaa kumpa majukumu yetu. Nani wanaofaa? Aya hii hapa ndo Allah anasema innama waliyukumullahu, mtawala wenu wa kwanza ni Allah. Hata huyo mtume wenu ni binadamu kama nyinyi, lakini yeye alikuwa anawajibika kwa Allah, ni daraja za uongozi. Kiongozi wenu mkuu kabisa ni Allah. Kwa hiyo Allah ndo aweko juu kuliko kila kitu. Hata mtume kaambiwa wa rabbaka fakabbir, Mola wako ndo umfanya awe mkubwa. Usiweke baina yako wewe na Mola wako mkubwa mwingine hapa. Wewe unawajibika kwa Mola wako moja kwa moja. Lakini binadamu wa kawaida, kama kuna mahala anawajibika kwenye majukumu yake ya kiutendaji, na hapo anapowajibika ya Allah hayatakiwi, anayatupilia mbali, anawajibika kwa bosi wake, anawajibika kwa mkubwa wake, anawajibika kwa Mungu wake wa duniani.
Mtume kaambiwa asiweke chochote baina yake na Mola wake. Katikati hapa kikawa kinaweza kikamzuia jambo au kumwamrisha jambo kinyume na ridhaa ya Mola wake. Kwa hiyo Allah akasema hivi, innama waliyukumullahu, nyinyi waumini mtawala mkuu wa mambo yenu ni Allah. Allah ndo mtawala wenu, ndo kiongozi wenu. Wa rasuluhu, alafu katika delegation of power, ugawanyaji wa madaraka, baada yeye chini yake ni huyu mjumbe aliyemtuma kwenu, huyu ndo anawajibika huko. Kwa hiyo yale anayoyataka Allah anayashusha hapa, wajibikeni kwa huyu. Halafu mkitoka hapo, walladhina amanu, wa kutawalia mambo yenu, kama mna masala ya usimamizi wa jamii, wapeni usimamizi wa waumini wenzenu. La tatawallau qauman ghadiba Allahu alayhim, msiwatawalishe mambo yenu watu ambao Allah ana hasira nao, awapendi. Qad yaisu min al-akhirah, hawa al-akhirah lolote hawalioni, hawalijui. Katika shughuli zao na taratibu zao za uongozi hawaoni la akhirah, wala la kukupatieni thawabu au kukuepushieni dhambi. Hawa na mambo yao tu wenyewe ya duniani. Wengine wasokuwa na dini, wasomjua Allah, wasomthamini mtume. Tafuteni watu wa kuwapa majukumu yenu katika waumini ambao wanawajibika kwenye la Allah na la mtume wake. Huo ndo muongozo aliotoa Allah. Baada ya kutuonya Mayahudi, watu wa kitabu, katuonya wanafiki kuwapa umbele, akasema wanaofaa sisi kuwapa umbele, kuwatwika majukumu yetu ya uendeshaji wa mambo ya kijamii, kwanza awe Allah, pili mtume wake, tatu ni nyinyi wenyewe waumini wenzenu. Kama ilivyo katika sura ya 4 tumepita, Suratul Nisa tumepita, aya inasema ya ayyuhalladhina amanu, enyi waumini, atii'u Allah wa atii'u ar-rasula wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dhalika khairun wa ahsanu ta'wila. Enyi waumini, mpaka kwenye mambo yenu ya dunia haya, nyadhifa, dhamana za uongozi, usimamiaji wa mambo ya jamii, kwanza atii Allah, tiini amri zilizotoka kwa Allah. Jambo lolote ukisikia Allah kataka hivi, hilo ndo kipaumbele. Wa atii rasula, na kuweni watiifu kwa mtume. Ndiyo alionyesha method of implementation ya zile amri au maagizo ya Allah. Haya yanatekelezwa hivi. Kwa hiyo kama mtume kaelekeza hivi, kasimamia hivi, msimkiuke mtume mkafanya vingine. Mtakuwa sawa sawa na Mayahudi waliofanya marekebisho kwenye vitabu vya Allah, wakaleta mabadiliko kwenye muongozo, wakahitilafiana na mitume yao. Na nyinyi ndio mtakuwa hivyo hivyo. La Allah kwanza na la mtume wake. Toa kwa Allah na mtume ni lazima kwa waumini, na wanatiiwa kama mtume anatiiwa alivyokuwa hai, sawa sawa vile vile na sasa hayupo. Maagizo yake yapo, namna alivyosimamia mambo, rekodi tumewekewa, alifanya hivi. Sasa usibadilishe ukasema kwa sasa zama hizi lile la mtume halifai tena, limepitwa na wakati, tunafanya hivi. Hakuna hiyo. Atii Allah wa atii rasula. Kama waumini, kuweni watiifu kwenye maagizo ya Allah yote, na kuweni watiifu kwenye maagizo ya mtume yote. Wa ulil amri minkum, na kuweni watiifu kwenye maagizo ya wale waliopewa mamlaka, madaraka ya uongozi miongoni mwenu waumini. Na bila shaka huyu muumini katika miongoni mwenu waumini, huyu muumini mtakayemchagua kwanza, na yeye awe anatii ya Allah na ya mtume wake. Huyo ndo kiongozi ambaye hampaswi kumkiuka au kumwasi. Maana akikuamrisheni, kakuamrisheni la Allah au la mtume wake. Mkimkatalia mmemwasi Allah na mtume wake. Kwa hiyo innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladhina amanu. Kama waumini, mtawala wenu wa kwanza, msimamiaji wa mambo yenu ya duniani na akhera ni Allah na mtume wake na waumini wenzenu.
ai maana yake laisa alyahudu wan nasara biawliyaikum, mayahudi na wakristo hawawezi kuwa viongozi wenu. Hawa Mola wao washamuasi, washamkataa, washamkufuru, watakuongozeni kwenye lipi likupelekeni kwenye mafanikio? Hawafai. Laisa alyahudu wan nasara biawliyaikum, mayahudi na manasara hawafai kuwa viongozi wenu. Innama awliyaukum, kwa hakika wanaofaa kuwa viongozi wenu Allahu, kwanza ni Allah, wa rasuluhu, pili mtume wake, wal mu'minun, na watu walioshika imani wanaomwamini Allah na mtume. Hawa mkiwapa umbele, na kama mko wamoja mmeshikamana kwenye imani yenu, mbona mnaishi duniani kama mko peponi? Kabla hamjafika peponi mtaona raha ya maisha mkimtii Allah na mtume wake, na mkasimamiwa mambo yenu na watu wenye imani wanaomwamini Allah na mtume wake. Alladhina, wasifu wa hao waumini kati yenu, alladhina almu'minuna, alladhina, waumini ambao yuqimuna salata, katika maisha yao wanasimamisha, wanatunza sala zao vizuri, mahusiano yao na Mola wao yako active, yako live. Hao ndo waumini wa kuwafuata, wa kuwatii. Wayutuna zakata, kwenye masala ya uchumi wanasimamia zoezi la zaka. Yani sasa tuna watu wenye uchumi mzuri, wana uwezo, lakini tuna idadi ya watu wanaofeli maisha. Zaka iko wapi? Inakusanywa wapi? Inagawiwa vipi? Na sisi ni Waislamu, haionekani. Inawezekana tukakusanya au tukaambiwa tukusanye hiyo zaka ikatumiwa kwenye sherehe za kitaifa. Wale waliolengwa wapewe, hawapati kitu. Inabaki watu siku zote tunaishi kwa kupigana virungu tu. Jamaa yangu leo nimeishia bana, nipe support kidogo. Mambo hayajakaa vizuri. Wala sio watu wa kuishi hivyo maana yake. Kwa sababu tumeasi, tumetoka kwenye utaratibu wa dini, na dini yetu imeelekeza kila kitu, tusingekuwa na shida. Kwa hiyo watu wa kusimamia mambo yenu ni Allah na mtume wake na waumini. Sifa za hao waumini, alladhina yuqimuna salata wa yutuna zakata, kipaumbele chao ni swala, ambayo ni silatun baina al-abdi wa rabbih, mahusiano, mawasiliano baina ya viumbe na Mola wao yawe active, ili swala lisimamiwe, watu wasali kwa ajili ya Allah. Halafu kwenye masala ya machumi, wayutuna zaka, wanasimamia zoezi la zaka, kila mtu kwenye pato lake la mwaka, la mwezi, kwa ujumla ni la mwaka, kitu chake alichoweka hakiba kwa mwaka kikifikia kiwango fulani, basi anapaswa atoe zaka kwenye hiyo mali. Zaka inachukuliwa kwa wenye pato kubwa, inasaidia kutatua matatizo ya watu wa chini wenye hali ngumu ya maisha, wawezeshwe, watu wote waishi vizuri. Ili zoezi lipo, linafanywa kazi. Hiyo zaka inajulikana kwa kutajwa tu jina lake zaka, lakini hata haifahamiki maana inafanywaje. Wahum rakiun, na waumini mnaoambiwa wenzenu wa kukusimamieni ni wale ambao wako kwenye jamaa, wanashirikiana na watu wengine kutekeleza ibada ya sala. Yuqimuna sala, iqamatu sala hapa imewekwa mbali. Wahum rakiun, wana participate vizuri kwenye ibada ya sala. Hao ndo wako hapa kipaumbele. Lakini wengine walevi, wazinifu, watu wenye mambo ya ajabu ajabu, naambiwa ndo viongozi wenu, hawakuelekezeni kwenye la haki. Kwa hiyo hamtofanikiwa kwenye dunia yenu, wala hamtofanikiwa kwenye akhera baada ya kuondoka duniani. Maana mmewapa mambo yenu watu sio wa akhera, sio watu wa Mungu. Kwa hiyo wanaposimamia, hawakusimamieni kwenye yale ambayo nyinyi mnaambiwa hapa yanakupeni maisha. Mnaambiwa istajibu lillahi wa lirasuli idha da'akum lima yuhyikum. Waumini muitikieni Allah na muitikieni mtume wakati wote wanapokuiteni kwenye jambo linalokupeni uhai. Jambo linalokupeni uhai ni dini. Hasimamii watu dini. Na ikitokezea kuna watu wanasimamia dini vizuri, ndo wanakuwa maadui wa hao mnaowapenda.
kwa sababu dini inawaharibia, inawatilia kitumbua chao mchanga. Mali wenu, viongozi wenu ni hao. Innama waliyukumullahu wa rasuluhu, hakika kiongozi wenu mkuu ni Allah. Pili ni mjumbe wake aliyemtuma kwenu. Tatu, walladhina amanu, watu wenye imani nzuri kwenye dini yao. Alladhina, ambao yuqimuna salata, wanatunza swala zao, wayutuna zakata, wanasimamia vizuri zoezi la zaka vile ipasavyo, wahum rakiun, na wanasimamia vizuri zoezi la swala, wanasali, wanasimamia swala za jamaa. Yani almu'minuna almuttasifuna bihadhihi alawsaf aljalila, waumini wanaojipamba na wakasifikana kwa sifa kama hizi nzuri zilizoorodheshwa hapa. Min iqamati salat, kama kusimamisha sala, wa ita'i zaka, kusimamia vizuri zoezi la zaka, wa hum khashi'una mutawadhi'una lillahi, wenyewe tabia yao wakawa ni wanyenyekevu mbele ya Allah azza wa jalla, anaye nguvu na utukufu. Hawa wenye sifa hizi, hawa ndio wa kuwafanya viongozi wenu. Qala fi tashili, amesema Sheikh aliandika tafsiri ya tashili. Alipotafsiri aya hii kasema hivi: dhakara ta'ala, ametaja Allah mtukufu, alwaliya, amemtaja kiongozi, mtawaliaji wa mambo, msimamiaji wa mambo. Amemtaja Allah wali bilafdhi almufrad, kwa tamko la mufrad, singular. Innama waliyukum, hali yakuwa baadaye kataja wengi, Allah, mtume wake na waumini, au ni wengi, lakini tamko kataja la mmoja tu anayefaa kuwa kiongozi wenu. Sasa Sheikh anatuambia hivi, ifradan, kalifanya kwa ifradi, lillahi, kwa Allah. Allah peke yake, ashirikiane na yoyote. Yeye ndo sosi ya mafanikio yenu, ndo sosi ya muongozo wenu. Kwa hiyo yeye mwenyewe kwanza peke yake mumjali, mumpe hadhi yake special anayostahili. Ifrada lillahi ta'ala bihima, Allah amepwekeka na hayo masala mawili. Thumma atafa ala ismihi ta'ala ar-rasula, halafu Allah akafanya atfu, akalitegemeza jina la mtume wake kwenye jina lake, alivyosema wa rasulihi. Kwanza ni yeye Allah, halafu baada yake yeye wa rasulihi, mtume wake, yani rasulillah, mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam. Wal mu'minin, halafu akawataja waumini in general, wale waumini wa kweli, ala sabili tabi'i. Hawa waumini wanaorodheka hapa, wanaunga tela hapo kwa njia ya ule ufuasi. Hawa waumini wawe ni wale wanaoyafuata ya Allah na mtume wake. Maana wako wengi wanaojiita waumini lakini si waumini. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Wale waumini fam ndo wanaotakiwa wasimamie mambo ya waumini. Walau qala innama awliyaukum, kama angetumia jamu Allah angesema innama awliyaukum, hakika ya viongozi wenu wanaofaa kwenu. Lam yakun fil kalami aslun wa tabu, kwenye maneno pasingekuwa na source asili, wala pasingekuwa na umuhimu wa ufuasi kwamba hawa lazima wafate utaratibu wa hapa. Ingekuwa mnajichagulia tu viongozi wenu walio wa kweli, wasio wa kweli, wanaofuata utaratibu, wasiofuata utaratibu. Kwa hiyo hata hawa waumini lazima kwanza wao wawe wanafuata kwa Allah na mtume wake. Ndio maana ya kutajwa hivyo. Waman yatawalla Allah, na mtu yoyote kati yenu anayemtawalisha mambo yake Allah, moyo wake, mambo yake, biashara zake, mashamba yake, mifugo yake, akaitegemeza kwa Allah, kama alivyokuwa Ibrahim alayhi salam. Nabii Ibrahim alikuwa ni mfugaji na mkulima. Akikutana na watu kafatana na kundi lake la mifugo, wakimuuliza hawa wanyama wako, anawaambia hapana,
hawa wanyama wa Allah mimi kanipa usimamizi, tunasimamia, sio wao. Maana mimi kiumbe wa Allah na hawa wanyama viumbe wa Allah, mimi kanikabidhi kama dhamana tu ya kuwasimamia, kuwalisha na nini. Mmefahamu hiyo picha? Wa man yatawalla Allah, mtu yoyote anayemtawalisha mambo yake Allah, wa rasulahu, na mtume wake, walladhina amanu, akawatawalisha mambo yake waumini wa kweli, hiyo ndo inakuwa kama chama. Fa inna hizballahi humul ghalibun, hicho ndo chama cha Allah, na huo ndo wasifu wa wanachama wa chama hicho. Na chama hiki cha Allah kitashinda tu, au kinashinda siku zote. Waumini wanaomfuata Allah na mtume ni kama chama. Ulaika hizbullah, hicho ni chama cha Allah. Ala inna hizballahi humul muflihun, eleweni chama cha Allah siku zote wafuasi wake ndio wanaoshinda. Kataballahu la aghlibanna ana wa rusuli, Allah kajiwekea mkataba, anasema mimi na wajumbe wangu na mitume wangu siku zote tutakuwa ni washindi tu. Kwa hiyo waumini wao wanamfuata mtume na mtume anawajibika kwa Allah. Kwa hiyo hawa hawawezi kuharibikiwa. Waman yatawalla Allah wa rasulahu walladhina amanu, yoyote anayemtawalisha mambo yake Allah, akamtawalisha mambo yake mtume wa Allah, akayatawalisha mambo yake kwa waumini, huyo kajiunga na chama cha wanaofanikiwa. Fa inna hizballahi, hakika ya chama cha Allah, wafuasi wa chama cha Allah, humul ghalibun, siku zote ndo wanaibuka washindi. Kutokana na muda inshallah tuweke kwenye aya hiyo. Narudia tena mara moja neno kwa neno. Bismillahirrahmanirrahim. Kwa jina la Allah mwingi wa rehema mwenye kurehemu. Wa yaqulu alladhina amanu, na wanasema waumini, ahaulai alladhina aqsamu billahi jahda aymanihim, hivi hawa ndo wale wenzetu walioapa kwa jina la Allah kwa yamini kubwa, innahum lamaakum, wameapa kusema kuwa wako pamoja na nyinyi. Habitat a'maluhum, amali zao zimeporomoka malipo, washapoteza value za akhira. Fa asbahu khasirin, kwa hiyo wamekuwa ni watu waliokula hasara, wamefanya biashara mbovu, wamekula hasara. Ya ayyuhalladhina amanu, enyi mlioamini, man yartadda minkum an dinihi, mtu yoyote kati yenu atakayeritadi akaachana na dini yake, akoipa umuhimu, haijalishi yeye ni nani yukoje, akikataa dini kuifadhilisha, fasawfa ya'ti Allahu biqaumin, Allah muda sio mrefu ataleta watu wengine, yuhibbuhum, yeye mwenyewe atawapenda, wa yuhibbunahu, na wao watampenda Mola wao. Adhillatin 'ala almu'minin, watakuwa wapole wanyenyekevu kwa waumini wenzao, wako very cooperative. Aizzatin 'ala alkafirin, lakini wana nguvu majasiri kwa makafiri maadui zao. Yujahiduna fi sabilillahi, wataipigania dini ya Allah, wala yakhafuna laumata laimin, na katika kufanya kazi hiyo hawataogopa lawama za yoyote mwenye kulaumu.